Alafu tunapenda utaratibu. Simama juu na msomaji wa evangelist mkamata Biblia yenu tunasoma. Sasa tuko wakati ya maana yenye kuonesha maisha yetu kama ni namna gani mbele ya Mungu. Alafu simama juu na mapenzi kamata Biblia yako unasoma. Na Isaac kamata Biblia yako tena unasoma. Na evangelist Rema kamata Biblia yako tunasoma. Mapenzi soma kitabu cha Yohana habari njema sura 12:13. Mapenzi nasoma. Na Isaac pasta nasoma Yohana habari njema sura 10:34. Na Rema nasoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura yake 5:16-17. Tunasoma mara moja mtu wa kwanza. Yohana sura 1:13. Mtu wa pili Yohana sura 10:3-4. Mtu wa pili, mtu wa tatu Yohana Wakorintho wa pili sura 5:16-17. Tayari. Soma tunasikia sauti yako. Habari njema ya Yohana sura 1 mistari yake ya 12 hadi 13. Naisoma kwa jina la Yesu Kristo. Lakini wote ambao waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, lakini kwa Mungu. Amen. Ndio tunasoma ndani ya kitabu cha Yohana habari njema sura 10:4 kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Yesu akawajibu, haikuandika katika Torati yenu ya kama mimi nilisema ninyi miungu? Mtu wa tatu Wakorintho wa pili sura 5:16-17. Tunaisoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura 5 mstari ya 17. 6 na 7. Tunaisoma katika uwezo wa jina la Yesu Kristo anayeishi, nasema hivi tangu sasa sisi hatujui mtu kwa namna ya mwili, hata tukiwa tumejua Kristo kwa namna ya mwili, lakini sasa hatumjui hivi tena. Mstari ya 17. Hivi kama mtu akiwa ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya. Maneno ya zamani yamepita, tazama maneno yote yamekuwa mapya. Asante Mungu wetu sababu unatusikiliza. Kila mara tukisimama mbele yako, uko nataka kusema yeye ndiko lazima na roho ya watu wako, na unachakikisha kila mara kwa ajili ya roho ya watu watoke hapa wamepata chakula cha kiroho kwa ajili ya kuwajenga na kuwakomelesha. Baba, mimi niko chombo, uniwezesha na kunitunzia kama chombo, na watu wako wafurahi na kujua namna gani wanaweza kuishi sasa ndani ya wokovu. Utukufu na heshima ni kwako kwa ajili ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Tunaikala chini. Kuzaliwa mara ya pili kuna alama. Anazaliwa na Mungu, kuna alama ya kumubadilisha. Mtu akizaliwa mara ya pili au anazaliwa na Mungu, ana alama ya kuonekana wazi mbele ya watu na mbele ya Mungu, inamshuhudia kweli huyu mtu amekutana na Yesu kwa njia ya mabadiliko. Amen, amen. Sababu kila kitu kinazaliwa upya, kina alama na kushuhudia na kuonekana, inakuwa kitu tofauti na ya zamani. Sisi watoto ya Mungu inataka tujijue vizuri, sababu tumetoka ndani ya hali ya zamani, tumekuwa sasa hali mpya. Kitabu cha Yohana habari njema sura 1:12 inasema wote walipokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mungu anawapa uwezo ya kimungu inabadilisha mtu kuwa mtoto ya nani? Ya Mungu. Mtu anazaliwa si namna ya mtu.
Hazaliwa sawa mtu anazaliwa au kwa mapenzi ya mtu, anazaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Na Mungu alijiona ya kwamba amzalishe mara ya pili kwa uwezo wa Mungu apate kuitwa mtoto ya Mungu. Sisi kanisa tuko watoto ya Mungu. Sisi kanisa sio tuko watu wa Mungu. Tulitoka kutoka watu wa Mungu wenye Mungu aliwaumba, wanaishi na tabia ya kishetani, sababu shetani aliwaiba kutoka siku aliyoanza kuiba akili ya Adamu ya kwanza. Kutoka Adamu ya kwanza shetani aliiba akili yake, aliiba yeye na anarudia mtu wa kawaida asiyejua Mungu ni nani, anakuwa katikati ya watu wa Mungu, na ndivyo wanadamu yote wasiamini Yesu Kristo wako watoto ya damu, ni watu wa Mungu. Na Mungu ametuma Yesu kwa ajili yake, kwa ajili ya kutukomboa ili tupate kuwa sasa watoto ya Mungu. Na ile umungu kwa uwezo wa Mungu anatubadilisha tunakuwa watoto yake. Sema mimi niko mtoto ya Mungu. Mimi niko na baba yangu. Baba mpya. Tuna baba mpya, Mungu baba yetu. Wakati tuko wa baba na tuko na baba mpya kupitia Yesu Kristo. Kitabu cha Yohana habari njema sura yake 10 tarakati nasema hamjui ninyi Mungu tena Mungu kidogo kidogo. Kupitia Yesu tunapata uwezo ya kimungu ndani yetu, tuko wa Mungu kidogo kidogo. Yesu anakaa ndani yako kupitia imani. Yesu nasema wakati mnaponipenda na kutii amri yangu, mimi na Baba yangu tutafanya makao wapi? Makao ndani yenu. Mna Yesu ndani yenu, pale mko na Mungu ndani yenu, mko wa Mungu kidogo kidogo. Yale Mungu anataka kufanya katika dunia, anafanya kupitia wewe. Yale Mungu anapenda kujionyesha katikati ya watu wa mataifa, Mungu anataka wewe ujijue na Mungu, na uko Mungu kidogo atafanya mambo ya mashangao, mambo makubwa sababu uko Mungu mwenyewe anataka kutimizia wewe na uwezo wa Mungu ya mbinguni. Amen, amen. Sasa Biblia inasema wakati tuko wa Mungu kidogo kidogo, Yesu anakaa ndani yetu. Sasa inataka mambo ile ya kukua na Yesu ndani yetu ionekana kwa alama. Biblia inasema kutoka pale watu hawawezi kutuona na namna ya kimwili. Hatujui watu kwa namna ya kimwili. Mungu vile hapendi kuona mtu kwa namna ya kimwili, sababu umezaliwa si kwa namna ya kimwili upate kuishi tabia ya kimwili. Mumezaliwa na Mungu, kutoka pale Mungu na tabia ya Mungu, unaweza kuishi vile vile tabia ya kimungu na unaweza kuishi maisha ya mbinguni. Mtu anafika kuwa mtoto ya Mungu, ana Mungu ni ndani yake, Mungu anatumizia yeye kwa ajili ya utukufu yake, ana Mungu anamtumizia yeye kuwa mtu mpya na mtu ya maana. Sasa anasema ya kwamba mambo ya zamani yenye ulipokea kutoka wababu yako, kutoka jamaa yako, haiwezekana ionekana tena katika maisha yako, usikuwa mtu wa kimwili. Sababu tumepata neema ya kuzaliwa mara ya pili, tuna Mungu ndani yetu, tuko watoto, tunaweza kuishi sasa tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu. Na mabadiliko yetu ionekana. Na kwamba tunakuwa na Mungu, na kama tumesamehewa, na kama tuko na Mungu, tumeamini Yesu ndani yetu, kama tuko watoto wadogo. Watoto wadogo ndio watoto wadogo, Mungu wadogo. Biblia inasema sisi tunatupa mambo ya zamani. Mambo ilikuwa inaonekana kwa maisha ya zamani, sasa hawezi onekana. Unafanya mtu mpya, uko mtu mpya, sababu sasa unaishi na yule aliyekuwa mpya. Unaishi na yule uko mpya. Ndani yako si mtu wa zamani, mtu wa zamani ametoweka, unaishi na mtu mpya. Sasa inataka alama ya ile maisha mpya ionekana. Biblia inasema kama tukiwa kweli ndani ya Yesu Kristo, Yesu ndani yetu, sisi tuko kiumbe kipya, maneno ya zamani isionekana tena. Maneno ya zamani, wana kwa maisha yako ya zamani kama ilikuwa je, wewe waitwa mtoto ya Mungu, waitwa mwiti wa mbinguni, waitwa
mwenye anahesabiwa haki mbele ya Mungu. Ona maisha yako ya zamani, ukianza kufikiri na kuhesabu kwa maisha ya upotevu, maisha ya kudharauliwa, maisha ya kutesekana, na mwisho wako ilikuwa uenda kwa moto. Alama ya mtu anapozaliwa mara ya pili inaonekana kwanza katika nyumba yake. Wakristo wenye wanaokoka, maisha ya nyumba yao iko tofauti na zamani. Maisha ya watu wanaokoka, wanazaliwa na Mungu, wanaishi ndani ya maisha mpya ndani ya kanisa. Maisha mpya, wanapokea Yesu kwa kweli katika maisha yao. Yesu anakuwa ndani yao, wanakuwa na maisha mpya mbele ya wasioamini. Maisha mpya ndani ya wokovu inaonekana kwa njia imani safi. Imani safi, hapana imani ya kuchafuka. Mambo ile tu ndani yake Mungu anatafuta kupata we kama kweli wokovu yako na unakuwa mtoto ya Mungu, inakushuhudia katika nyumba yako. Kweli katika nyumba yako wokovu yako inaonekana, ndani ya kanisa wokovu yako inaonekana, ndani ya katikati ya wasioamini nje, mambo yako ya kubadilika, unaitwa kuwa Mkristo inaonekana. Mambo yako inakuwa mtoto ya Mungu. Esi unajua Mungu mwenyewe unamtumikia, mwenyewe unamwamini, mwenyewe Mungu unatetea, mimi mtoto ya Mungu inaonekana kweli kwa imani. Maneno ya kwanza, maisha ya mtu anaokoka kweli, anaitwa kuwa mtoto ya Mungu, amezaliwa na Mungu. Maisha yake ya nyumba iko maisha takatifu. Nyumba yake iko takatifu. Tena nyumba yake kila mara utukufu ya Mungu inaonekana. Wakristo wana nyumba yao, nyumba iko nyumba ya safi, sababu mnapokea yule iko takatifu ndani yenu. Mnaishi takatifu kwa Bwana. Ile utakatifu inaonekana kwa alama na inashuhudia kwa alama. Watu wanasema kwamba hii ni nyumba ya wakombolewa. Amen. Nyumba ya wakombolewa inashuhudiwa kwanza kwa maisha ya mume anaokoka. Yeye ni Mkristo, anaweza kutafuta kutengeneza mambo yake na bibi yake. Kutengeneza, kutafuta uhusiano njema, kutafuta salama kwanza na bibi. Bibi iko mmoja mwenye Mungu aliyeleta na we kusaidia we, yeko msaidizi anayefaa. Sasa Biblia inasema wanaume mkwe wenye mnawapenda kwa bibi yenu kuliko wanawake wa nje. Unawapenda, penda bibi yako sawa unajipenda. Wanaume wapenda bibi yao na kuishi nao na akili. Mungu analeta shuti kwa mwanamume kupenda bibi yake na kupenda na kuishi na yeye kwa akili. Mungu aliona mtu ya kwanza mume alikuwa mtu nitampatia pumzi uhai, na hiyo iko sheria ya kuongoza dunia, hiyo iko sheria ya kuongoza kila mtu. Alileta pumzi ndani ya pua ya Adamu ya kwanza kwa ajili ya kuongoza. Mume ni mtu anaongoza nyumba yake, ndio bibi yake kwa njia ya kumpenda. Biblia inasema penda mke wako kama Kristo anavyopenda kanisa. Penda mke wako kwa njia ya kumtunza. Mwanamke iko chombo. Kutoka Eva anapata sehemu ya kukua chombo dhaifu. Kwa Mungu alisema ya kwamba kutaka ya mwanamke iko kwa mkono ya mume, sababu mwanamke hawezi kujiweza peke yake, inataka kila kitu anapenda kufanya auliza na mume. Sasa mke, ukiona udhaifu ya mwanamke unampenda tu na udhaifu ile yote, sawa sawa Kristo alikupenda akajitoa kwa ajili yako na kutakasa wewe na damu yako, uweze kuwa leo mtu takatifu na mtu wa haki mbele ya Mungu. Vivyo tena kanisa wa Bwana wanakuwa na haki ya mapasho ya kupenda wake wao. Roho yake iko juu ya mke kwa sababu anampenda,
anaona mwanamke anampenda na kumtunza kwa masemo, na kumtunza na chakula, na kumtunza na mavalio. Mnasikia? Mnasikia? Mnawapenda sababu Kristo aliwapenda. Mlikuwa wachafu, anashuka na kuwatakasa kwa upendo yake, na anataka kila mara muishi maisha ya ushindi. Hasema maneno mabaya. Yesu pana sema maneno mabaya juu ya watu wake. Ikiwa hata mtu wa dhambi anafanya dhambi, anambembeleza tu mpaka afika kutambua Yesu ndio ni Mungu, nitamwamini nipate kufika mbinguni. Hivyo kama Mungu upendo wake inasukuma Yesu kwa ajili yetu, mume unaokoka, penda bibi yako kwa njia ya kumchunga na kumtunza na kumkulisha, apate kuwa na roho safi na roho ya upole, roho ya furaha kwa ajili ya mapendo yako. Nyumba ikikuwa na upendo, mwanamke hawezi kuhuzunika, hawezi kuwa na huzuni, mafadhaiko, sababu anajua mimi niko na Bwana. Bwana ni kusema mwenye ananiongozaga. Mke iko naongozana na Bwana na mume. Mtu iko na mume anapata Bwana. Na Bwana ile iko na mamlaka kuongoza yeye vizuri, kutunza yeye na kuchunga yeye ili yeye salama yake isiondolewa. Kutunza kwa njia ya masemo mazuri. Kutunza na masemo mazuri. Kutupa masemo ya neema kwa ajili yake ili yeye atakunipa kwa ajili ya masemo yako. Ndio mnajua wanawake wananipa sababu ya salama ya roho yake, sababu Bwana anampenda, anazungumza mzuri, yeye inamfurahisha, anaanza kunipa na sataki inaongezeka kwa Bwana. Ukianza kuzungumza juu ya mwanamke kila mara juu ya ile yake, wewe pale hiyo kitu. Wewe pale kupika chakula, wewe pale kufuza hiyo nguo. Wewe unaniacha nilikuwa na njaa. Unaanza kuongea mingi wewe pale siku hata siku moja itatosha sana ndani yake, na salama ikiondoka yeye anaanza kumwanga, mwili inaanza kuongoza. Watauliza anaongoza kwa nini? Basi siku kuna ugonjwa, yeye pana ugonjwa, yeye pana ugonjwa ya roho, hii inatoka kwa mume. Katika nyumba ya Wakristo, maisha mpya inaonekana wakati mke akijua sehemu yake ya kufanya katika nyumba yake. Sehemu ya mke ni kutii na adabu na heshima kwa mke yake. Anaonekana mwanamke ya kutii. Biblia inasema hivi. Kitabu cha Petro ya kwanza sura 3 mstari ya kwanza hadi 5. Petro ya kwanza sura 3 mstari 1 hadi 5 anasema wanawake wanaweza kuwa na adabu hata kwa msiamini kwa mume yake. Hata msiamini kwa mume yake, hata Mkristo kwa mume yake. Utii jiko sehemu ya kwanza kwa ajili ya mtu anaokoka, alama ya kuokoka yake, alama ya kuzaliwa ya mwanamke inaonekana kwa ajili ya kutii. Kutii ya mwanamke kwa ajili ya mume yake inaongeza hamu ya upendo, inaongezeka. Utii kwa mwanamke kwa mwanamume asiamini Yesu Kristo inaweka uwezo wa kubadilisha tabia ya mwanamume kwa njia kumpenda na kuamini Yesu. Biblia inasema hata ninyi wanawake waume wenu hawapende kuokoka, wakati ninyi mnaweza kuishi na utii na adabu na heshima kwa Bwana. Ile itaonesha kwa Bwana kwamba huyu mama amekutana Yesu, kwa sababu tu ilikuwa naishi mbele, alikuwa naishi bila adabu, bila kutii, bila kuniheshimu. Masiku hizi vrema anajua Yesu, na niko naona basi anaenda kupata mafundisho na mbadilisha, ndio itapata Yesu yake. Sasa uko nalia, mimi natesekana Bwana sababu Bwana anapenda aniache. Mimi natesekana Bwana yuko anazungumza ovyo. Hapendi kuchakula, hapendi kunibalisha. Wewe kuna error yenyewe pale ya Biblia. Wewe unafanya error, makosa yako iko wewe pale ya Biblia inasema wanawake wanyenyekea na kutii waume wao katika Bwana.
na hata katika Bwana atii. Msiamini iko bwana yake atii, na ile utii itabadilisha mume yako. Kesho atakuwa mmoja hapa, anakuwa sana wewe Mkristo mtakatifu. Mbona Mungu wapase mtuombe, wazee mtuombe, mimi niko na shida kwa nyumba yangu. Shida iko wewe. Wewe kwa shida ya nyumba yako. Hujui kutunza, kutii mume yako. Hujui kumheshimu. Huko nakosa adabu kwa kuita ye, adabu ya kuongea na ye, adabu ya kuomba kitu kwake. Unakosa adabu na watu wa nje wanaiwaka. Ule mwanamke anajiita yako Mkristo, lakini yeye anaishi kama wapagani kuliko wapagani. Wapagani wananyenyekea na kutii Bwana. Wapagani wanajua kuheshimu Bwana. Wapagani wanajua kuleta adabu, sababu mpagani asipoonyesha ile alama ya utii yake kwa mume yake, mume ataona ndumba ya nje, ndumba atamkamata na kumbembeleza. Kesho ataacha mume peke yake. Ndio wake wapagani wanapanga zaidi kufuata ile kanuni. Hata wapana mimi Yesu wanajua mikula cha nyama yake, mikula sabaki yake, mivara nguo yake, misho mifanya nyola yake kwa nyororo obwemitiye. Wapagani wasiamini wanawake wanajua namna gani wakadre wa Bwana, na ile akadre macho mwanamke anaamini Yesu akijua naweza kutia Bwana yake, hawezi kumwacha, na hata kwa na fikiri nyingine inaongeza upendo yake, mnaishi na salama katika nyumba yenu. Msema amen. Amen. Leo siku ya kumaliza uzuri wa wanawake. Kumaliza mambo. Na mambo hii ndani ya kanisa ya Yesu Kristo. Nyumba ikisimama juu ya Yesu. Nyumba iko juu ya Yesu, iko na alama hii katika nyumba. Hii inaonyesha kwamba nyumba ile kwa nyumba ya Kikristo, nyumba ya Wakristo. Ndani ya Yesu alama inaonekana kwa njia ya Bwana, kwa njia ya bibi, wanatembea pamoja, wanakula vizuri, wanaongea vizuri, wanakuwa na salama. Kwa wakati mwanamke akikuwa mwenye kutii adabu na heshima, hata wakati Bwana anaongea, mwanamke pana kwa anaongea au kujibu mara moja, mwanamke anamaliza, anangoja kwanza Bwana amaliza mawazo ya roho yake yote, ndio anakamata neno kama msaidizi anayekaa. Lakini wewe unakamata maneno, papa anaongea moja mbili, yako nafika 5. Papa anaongea 3 ile nafika 10. Basi sasa nani kwa mwanamke, nani kwa Bwana? Nani kwa mwanamke, nani kwa mwanamume ndani ya nyumba? Ile tuko na leta maisha ya Wakristo wengi ndani ya nyumba yao, wanaishi na maisha ya magumu. Maisha ya magumu kwa nyumba kwa sababu hajui namna gani anaweza kuishi na mke wake, hajui namna anaweza kuishi na mume yake. Hiyo ndio inatia magumu, ikaongezekana mara, na magumu ya roho haiishi, inakokota laana. Shetani anaona hii si nyumba ya Wakristo, iko nyumba ya Wakristo, sababu tabia yao ingali ya kipagani. Amen, amen. Watoto wa Mungu wanazaliwa na Mungu, wanaishi kiumbe kipya kunyumba kwanza. Na wakati mnaishi kiumbe kipya, kuna haki ya kuleta watoto neno la kuwasaidia na kuwaongoza na kujua watoto wapana waweka karibu na wazazi. Watoto wapana waweka karibu na wazazi, karibu na wakenya. Wanatoka wananyamaza kile, wanatoka nje, wazazi au wakenya waongea kwanza, lakini wakati nyingine nyipana patana kwa nyumba kwa imani takatifu, nyipana hiyo mmekombolewa, nyipana hiyo mmekuwa kiumbe kipya, inaharibu vile watoto na tabia yenu. Wakristo ni watu mpya, kiumbe kipya, wamezaliwa kipya kuishi maisha ya mbinguni, kuishi maisha ya Mungu, na wanaanza maisha nyumba yako isimama juu ya Yesu. Biblia inasema wakati mumeisha kuunganishwa kuwa moja, hakuna mtu kuwatenganisha.
Hakuna nia vile kusema nitaachaga we, nitatoka nje nyumba yako. Ile masema pana kuaga katika nyumba ya Wakristo, sababu mumeisha kununuliwa na damu ya Yesu Kristo, mko mbali yake, amesha kuwaunganisha. Sasa mko mmoja, mpaka mtaingia mbinguni nyinyi wote nyimbi, sababu hakuna kitu kuwatenganisha. Hii mambo ile ya kuvumilia mwanamke, mambo ya kuvumilia Bwana, mambo ile iko nikana ndani ya roho ya watu, inatiaga watu wengi hata kwa Mkristo mbafikiria kwa imba hivi, hata pole pole nitakuwa achaga wetu, hata pole pole nitaweze maliza kuzaa na mwisho, kwa sababu Biblia inapaswa ishia kwa nyumba ya Wakristo kuwa takatifu na safi, na inaleta ushuhuda mzuri kwa Mungu, na Mungu anakaa ndani ya nyumba yao, sababu bwana na bibi wanajua wako kiumbe kipya. Wanaweka Yesu na kwanza katika nyumba yao, ni kusema Yesu nao wanakuwa watatu. Yesu ndio kichwa ya nyumba yao, na bwana ya pili na bibi ya tatu. Yesu ya kwanza kichwa ya nyumba, pamoja ya pili kwa mume, na tatu ni mwanamke. Kila mara mnafanya kila kitu, mnazungumza katikati yenu, na mnaona Biblia inasema nini juu ya nyumba yetu, juu ya kuishi na Bwana, juu ya kuishi na bibi. Mnajua ile siri, na mambo yenu yote iko na utaratibu ili kupata baraka katika nyumba yenu. Amen, amen. Wagalatia sura 2:7. Paulo anasema sasa haiko mimi naishi, iko Kristo anaishi ndani yangu. Nimesulipiwa pamoja na Kristo, nimesulipiwa kusema nimekufa na Yesu msalabani. Sasa haiko niko naishi, iko Yesu anaishi ndani yangu, na uzima yeye niko naye ni uzima ya Mungu aliyotoa Yesu ndani yangu. Ni Yesu ndiye anaishi ndani yangu. Maisha ile ndio maisha ya unyumba ya Wakristo wenyewe wanatambua wokovu kwa kweli. Siku moja Wafarisayo waliuliza na Yesu hivi, uko naongea mingi juu ya kutembea na Mungu au kutii amri yake inaweza kutia mtu aone Mungu. Basi tuko na wanawake wengi wenyewe wanakosa kuishi utaratibu katika nyumba yetu. Unasema nini? Hapo Musa alituambia kama mwanamke anafanya kosa moja, wamtoshe, wamwache, yenda. Yesu akajibu ya kwamba katika mwanzo haikuwa hivi. Mwenye aliumba mtu alisema hakuna mtu kuwatenganisha. Wale nimewaunganisha, hakuna mtu kuwatenganisha. Hata unafika kwa njia yeye pale kwa sawa, unaweza kukutana na Yesu, uko na Bwana msamini, vumilia penda, vumilia yeye penda, yeye unamuombea mpaka Bwana akoka kwa imani yako. Hapana wewe unatoka kwa sababu ya Bwana kweli. Hapana wewe unatoka kwa sababu ya kukimbia Bwana kweli. Mimi nitakimbia Bwana na mimi Bwana testa mimi naenda kungoja yeye mwingine badilisha tabia yake. Hapana. Wakristo hapana ndaka kwao, Wakristo hapana ndaka vile mbemo repo ya mke aenda kwao. Repo ya nini? Hakuna repo kwa nini mrejea kwa nyumba mpaka serikali inaleta wewe siku anatosha baga yako ya kimwili. Kama leo pale fanya baga ya mariage wanaombea siku ile bwana yako leo pepo ya bibi, kama pepo itakamata roho yake kupeleka kutanganya au kutesa watoto, na wewe tunasema inatenganishwa. Hakuna tena uhusiano kati yenu na Mungu. Siku ile njoo mnatengana kama ni mariage na pesa baga. Hapana kusema mimi naenda kwanza kupumzika repo. Hapana, siku naingia kwa Bwana kwa nyumba, Yesu anaingia nyumba yenu, Mungu tuna yeye mkaba na patalo atiserikei. Amen, amen. Mungu afahamu. Mwenye anaokoka anaishi hivi maisha mpya, iko kuishi na mke na bibi na mume mpaka na mkao. Sasa maisha ya pili ndani ya kanisa, kitu inataka lazima Mungu anataka leo ufahamu iko hivi. Ndio kanisa iko kasi yenyewe Mungu anaiweka wewe kwa sababu ya kufanya kazi yake. Nyuma ya wokovu unatembea na natembea ndani ya habari njema. Habari njema anasema hivi, tumika, wewe tumikia Mungu na mwili yako.
na pesa yako na nyumba yako, mali yako yote iko kwa Mungu. Unaokoka na mali yako yote, wewe yote kwa Yesu, na kisha mali yako yote ikuwa kwa Yesu. Sasa ndani ya kanisa mali inatumika kwa kila Mkristo, inataka mali yake itumike, nyumba yake itumikie Mungu, pesa yake itumikia Mungu, shamba yake itumikia Mungu, moto itumikia Mungu. Sasa ndani yake kitu yenyewe kunatia leo, shetani kuna shitaki Wakristo wenyewe wanaokoka sababu wanavuja naziri yao wanafanya na Mungu. Wanasema ninakubali kuleta ile vaini, ninakubali kuleta yenyewe sababu mimi nafurahia kutoka kazi ya Mungu. Yeye anaenda kusahau au anaenda kuacha, siku inapita siku mingi bila kutimiza. Mungu shetani anatafuta kwa njia ile kushitaki Wakristo na kuwapatia maisha ya ukosefu. Naziri unasema kutoka roho yako mbele ya Mungu na mbele ya watu. Pengine naziri iko wewe unasema na roho yako, mimi nitafanya kazi ya Mungu na mali yangu, na ile sehemu mimi nitaleta kwa Mungu. Roho yako inashuhudia bila kiyo kusema kata watu, Mungu ni mshuhuda. Wewe pana timiza. Mungu ni mbinguni, anajua wakati ulitoa, wakati uliposema, Mungu anajua, na wewe pana timiza. Pengine unasema katikati ya watu, mimi wana sielewa, mnaweka yeye mikono yenu. Sio mzuri sana, mnafurahia kwa sababu ya kufanya habari njema na pesa yenu. Lakini hivi ndio watu wengi leo wako na mapesa mingi juu ya kufanya naziri hawajatimiza. Uliza kwa roho yako. Uko na naziri ngapi? Mara ngapi unaisha kusema mbele ya Mungu ya kwamba nitafanya kazi ya Mungu na pesa ile, na unaandika inakuwa juu yako hivi, na upana wazeka siku moja wewe hata mara ngapi? Soma Mhubiri. Sura 5 verse 4-5-6. Mapenzi, Mhubiri sura 5:4-5-6, pale Mungu anakataza mtu anazaliwa mara ya pili aanza kukawia na nazi alipofanya kutoka roho yake au alifanya kwa kio yake, na yeko na ongeza nyingine jua nyingine, na yeko na mingi ile kuna kokota mapepo kushitaki yeye na kubeba kazi ya laana juu yake. Tunasoma kitabu cha Mhubiri sura 5 mstari ya 6. Sura yake 5 verse yake ya 4-5-6. Tunasoma katika uwezo wa jina la Yesu. Nasema hivi: wakati unapowekea Mungu naziri, usigawii kwa kutimiza, kwa kuwa hafurahi wapumbavu. Timiza naziri ambayo uliweka. Mstari 5, ni vizuri usiweke naziri kuliko kuiweka pasipo kutimiza. Mstari 6, usiache kinywa chako kukosesha mwili wako, wala usiseme mbele ya yule malaika ya kwamba lilikuwa kosa. Kwa nini Mungu atakasirika sauti yako? Mungu anaona mabaya yeye unafanya kwa roho yako, na unafanya mabaya kwa kinywa yako bila kuitimiza. Hiyo yote uko unafanya mbele ya Mungu, na Mungu anajua, na uko unafanya sababu ya kuona macho ya watu wajua mimi natowaka. Lakini kwa koti yenyewe ingefika kusanduku ya kutimiza pala timiza, Biblia inasema inaleta nini? Maisha ya mtu anaishi na maisha ya ukosefu, laana inaingia sababu mnapingana na sauti ya Mungu. Mkristo pana semaga kitu kwa haraka na yeye ziweza sema na wewe weza, kwa sababu yuko mbele ya Mungu mwenyewe kuchunguza. Usipoweza kutimiza, adui anapata nafasi ndani ya nyumba yako, na maisha yako inaanza kuishi maisha yenye pana
ya kushindi. Unaenda kuishi maisha ya kulaaniwa au maisha ya ukosefu. Biblia inasema wakati unapoweka nadhiri mbele ya Mungu, timiza haraka. Watu wa nadhiri, Mungu ana mipango mizuri kubadilisha kila mmoja. Kipimo anaona imani yako. Sasa kipimo ile wewe sifika, sababu wewe unavunja kazi ya mikono yako wewe mwenyewe. Wewe unamaliza kazi mikono mwenyewe kwa sababu ya kufanya nadhiri bila kuitimiza. Biblia inasema usisema nisahau. Mungu anajua pale sahau, pengine uzito ya nadhiri yako ulifanya inapita kipimo ile, inafika nzito juu ya roho yako. Ndio unaona mimi nifanya nadhiri, lakini sasa niona ile pesa inaweza kuwa nzito kulipa. Acha mimi nyamaza kama mtu pale fanya nadhiri. Mungu wa mbinguni na mapepo wanajua wewe mtu uongo. Amen, amen. Ya tatu, Mkristo anaokoka, anazaliwa, anatafuta maisha mpya na kushuhudia kwamba ana Yesu mbele ya mataifa, mbele ya wasiamini. Mkristo anaokoka, anaogopa sana ushuhuda yake isiharibike mbele ya mataifa. Mama inaripisha maisha ya Wakristo mbele ya mataifa iko nini? Kwanza yako mwenye kuomba vitu mingi kwa mataifa. Biblia inasema dunia na kujaa ni mali yangu. Sasa nyinyi mko watoto yake. Hata bado penda kitu leo, tafuta uhusiano kati yako na Mungu ili Mungu atimize mahitaji yako. Usiwaga mtu kunaomba mingi, kunaomba mingi kwa mikono ya mataifa ya nje. Kirogo animeti ndio. Kila siku piga kwa mataifa. Animeti, wewe chumbi, wewe vitungulu. Sabo. Leta ni kwanza. Kwa haya kwa Wakristo wenyewe na Yesu. Kwa haya Mkristo kuomba kitu kwa mataifa. Wafike kuomba kwako. Wewe kuna baba mtajiri. Wewe kuna baba mtajiri, chunga ushuhuda yako ya wokovu mbele ya mataifa kwa njia kuomba. Wao ndio wafika kwako, na wakati fika kwako usiwaime. Waletee, sababu hii ni njia Mungu anapasua mbele yao, kwa macho yao, wapate kujua kwamba huyu papa iko kwa ushuhuda mzuri. Tokea tunajenga nyumba ya kwanza, mimi naombaga kwake kila kitu anayetaka mimi. Mimi na mama iko kwa ushuhuda mzuri. Usinungulika, anaomba kwa sababu pale Mungu na kuinua na atakubariki mingi, na huko natoka mataifa, na kesho siku naleta na yeye pale jambo kusema kwamba dada yangu mimi nimebarikiwa sababu niko na Yesu mwenyewe mtajiri, atasikia bien. Wewe unaima watu wasiamini na vitu, wewe tahubiri nani asema Yesu ni mzuri? Yesu yako kwa mzuri, wewe mwenye kuleta vitu kwa mataifa, na mataifa akikula usinungunika juu yake. Kama yako na baba mkulani. Tunafahamu. Kitu kwa mataifa akikula wewe furahi, sababu pale Mungu anataka kukomelesha imani yako wewe Mkristo mzima mwenye kujua kwamba sharti inataka wanyang'anya ili ishuhudie ushuhuda yako. Wewe pana jibu, wewe nyamaza, pale unashuhudia kwamba wewe unaweza kuishi ndani ya wokovu na kweli umeokoka. Wewe unaleta na watu na wakikula usijibu. Wewe furahi tu na kuombea na kirudisha kwa mzuri. Hapana, wewe kwa mmoja mwenye anaomba kitu ya mataifa. Wakristo wapana jitu ya kwamba Mungu anatafuta kwenu muishi upya na upya yeye kuna haipika, sababu nyinyi mnakuwa kaomba kulikuwa na wasiamini. Haiko hivi. Haiko hivi nini mama? Kuomba kitu kwa wasiamini iko mbaya. Tafuta wewe kwa naye na wewe taraye ili jeje fika kwa kuokoka. Mambo ya pili, kitu inazalisha Wakristo wenye wanaokoka wapana upya, sababu wanakamata vitu ya mtu, yeye atanyamaza kama msiamini mpaka mwasamini anaenda kuuliza kwake. Ile mambo yangu wana sahau kwa Yesu kunapita mingi. Mimi sahau. Wewe pana sahau, wewe nataka wewe kula.
uwizi ya hila. Uwizi ya hila. Unakamata vitu vya mtu kwa deni, wewe tafuta ye, hapana ye tafuta wewe tafuta ye, wewe rudisha yake kwa mkono yake, hivi je ifurahisha yeye aone kwamba uko na Yesu. Kama unakamata vitu vya mtu, unanyamaza juu yake. Unanunua kitu ya mtu na bakia deni unanyamaza. Sasa nani ataonesha na wewe kama umeokoka? Sasa Biblia inasema hivi. Kitabu cha Wakorintho ya pili sura ya 6 verse yake ya 1 na 5 inasema hivi. Sasa ni wakati ya wokovu. Sasa iko wakati Mungu anataka kubadilisha wasiamini kupitia wewe wafika hapa. Wengi za watu wanafika hapa waliua wewe. Wanaiua wewe, wanaishi na wewe kwa njia ya soko, ndani ya soko, kuvaze, mnaishi pamoja, anachunguza kila mara maisha yako ya kuokoka, anapata wewe kwa mzuri na wewe wanaweza kuishi. Sasa kuishi ili nataka nipate Yesu yako. Sasa ni wakati ya watu kuokoka. Wana kiu na kutafuta nani atawahubiri. Kwanza mahubiri ya mtu wa kweli iko tabia yake ibadilike kwa njia ya kuishi na mtu. Yeye anatetemeka kurudisha vitu ya mtu kwa haraka ili isitiki mpaka mwenye kitu anafika kumuuliza. Maisha mpya kwa wasiamini. Ili wasiamini waokoke. Wasiamini wajue kwamba tuko na Yesu kwa kweli. Ya kupata ya ile. Ndio Mkristo anaokoka, maisha yake upya iko ndani ya imani. Biblia inasema mtu akipenda kufika kwa Mungu, Mungu amjibu, amini Mungu iko pamoja na yeye na Mungu iko ndani yake, hawezi kumwacha kwa mabaya. Kuwa na imani ndani ya Mungu na wewe sema maneno ya imani. Ile mambo yetu kunaona sasa hawezi kutimia juu ya Wakristo. Mimi niko Mkristo, mimi najua Mungu wangu hapa ni mchungaji, mambo yote ile kuna wakati na itakwisha. Na tutahubiri pale njema. Wapapa wasiamini, mama msitetemesha kwa sababu Mungu anatujua na yeye kwa mchungaji wetu. Ushuhuda ya imani yako ndio ileta watu wokovu. Hapana kidogo ngoma ya milima inalia wanasutuka kama nani wewe mnajua. Mkristo kwa hiyo pana sutuka wakati anaona anasikia mambo mabaya kwa inaonekana. Simamisha siku ya ndio imani yako ionekane mbele ya watu, niko na Mungu. Niko na Mungu. Basi siku ya magumu Mungu anataka mtu. Siku ya magumu ndio Mungu anataka mtu. Sasa yeye Mungu na Mungu mwenyewe anajionyesha kwenu. Yuko papa yenu, mchungaji yenu, anawachunga usiku na mchana, asiyesinzia, asiyetoka, anakuwa na nyinyi mpaka kufa yenu. Na kufa yenu haiko kufa ya wapagani. Kufa yenu haiko sawa na kufa kama usipotoka ndani chini ya parapia Mungu, wewe usikufa kama wapagano. Watapiga bunduki hapa, mtu yote anafika hapa bunduki atapata tu mtu yeye alitoka chini ya parapia Mungu. Ndio mnasikia. Mungu anajiita yuko mchungaji yenu. Na anachunga wewe usiku na mchana, wakati kulala, wakati kutoka, mambo ambayo hawezi pata wewe. Hata ninaweza kupata mtu wakati roho yako inapepeta. Uko na pepeta kwa ajili ya mambo yote, ile roho inapepeta na ishaanza kuonesha alama ya masemo ya matisho, masemo ya oga, ya shaka, masiku hizi kama tutaishi je? Wewe unasema katikati ya mapagano. Tutaenda wapi? Tutaishi je? Sipa na bila pesa tungekimbia Abuja. Na Abuja vile kuna ngoya yake. Ndio unasikia? Abuja vile kuna ngoya ile mlio ilie kwa Abuja. Kila pate mambo ile Mungu anaruhusu kwa utukufu yake, ndio lazima ifike. Hata kama Mkristo simama juu imani yako, mbele wasiamini wajue kwamba wewe unasimama juu ya Yesu kwa kweli. Hivi ndio itapeleka watu kwa Yesu. Mambo wewe unaweza usisema katikati ya watu, sema mambo yao unaweza hapo. Wewe unapata mwenye anaweza. Unapata mwenye anaweza. Kushuhudia Yesu inakuwa siku ya magumu, ndio mtu anasimama kushuhudia imani yake mbele ya watu.
Mnawaza ile kilio mko naona mlio ile. Inakoma. Ngoja leo usiku. Ngoja kesho. Itafika mpaka Mungu anataka akomesha. Ilie tu hata kwa vazi yako, bapige pale. Hata kusoko bapige pale. Sasa kanisa pembeni bapiga hapa. Hivi tu itaonyesha kwamba huyu Mkristo yeye pana imani. Yeye pana imani. Imani inasimama wakati wa magumu, ndio watu wanaona yule mtu kuna Yesu. Amen amen. Inataka ipigwe povaze yako. Na mko pembeni ya moto pale, ili pembeni ya nyumba yenu. Kusoko ipige. Yoyote inataka ipige sababu ndani ya kulilisha ile makilio ile inaleta sisi wakati ya kujitakasa. Kwa wakati ya kujitakasa ndio Mungu anaacha sisi wa Kristo tuendelee na kujitolea Mungu na tunachomwa kweli na mambo yote itapita na tuko hapa. Kisha siku chache na nyinyi tutaenda kuhubiri habari njema na kushuhudia yale tulipoona na tuliposikia kwa wasemini. Kama leo wewe unatetemeka mbele ya wasemini na maneno yako, matamko yako yote unatetemesha watu. Kesho utashuhudia wa nani? Kesho utahubiri wa nani? Tunaenda kuhubiri habari njema. Mungu anahubiri habari njema yeye pana weza. Mungu ashukuriwe, kilio yeye iziki. Ndio hivi tuanze Wakristo wa kweli, Wakristo wapana kwa kweli. Tuanze Wakristo yeye wa vuguvugu na pana vuguvugu. Tuanze watu wanakamilika wapana kamilika. Hivyo wakati Mungu anapenda ututakasa kwa kweli na mambo yote, hivi tutetee Yesu, yeye yuko upande wetu, nani atakuwa juu yetu? Unatetea Yesu yule anakuokoa, anasema mimi nitakuwa na wewe mpaka mwisho wa dunia. Ijulikana wakati magumu ya namna ile inaonekana, wasiamini wanatetemeka, eleza na wasiamini ile Mungu anaruhusu hivi, na wakati yake Mungu atakuwa amaliza. Kila kitu kina wakati yake. Amen amen. Ona kwanza sasa maisha yako iko kipya kwa nyumba yako. Mnaishi tena bibi, mnaishi tena bwana, mnaishi tena watoto. Ndani ya kanisa kuko na naziri ngapi kwanza baba kutimiza? Ndani ya kanisa kuna naziri ngapi baba kutimiza? Wewe ujiulize kwanza kwa roho yako. Mnaishi je na bibi na nyumba? Bibi kwa nyumba na bwana kwa nyumba, mnaishi je? Na ndani ya imani mnatembea je na Mungu? Iko wakati na kutoka ndani ya hewa ya zamani, mtu akiwa ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya sababu amezaliwa na Mungu, anakuwa mtu mpya. Nataka yaishi maisha mpya, ionekana mbele ya watu ya kwamba huyu ana Yesu. Mungu awabariki sana.